Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji wa Singida Gospel. Ni katika interview za Singida Gospel, na interview hizi zina mjumuisho wa watu mbalimbali, wachungaji, waimbaji na watu maarufu na vijana pia ambao wanamtumikia Mungu, pamoja na watu wa aina zote, wa rika zote. Na siku ya leo tuko na mtumishi wa Mungu katika ofisi za Singida Gospel. Na mtumishi wa Mungu kwako wewe sio mgeni, na ni mtu ambaye unamfahamu pia. Na zaidi ya yote tutataka kufahamu machache kuhusiana na yeye, namna gani ambavyo anamtumikia Mungu, namna gani ambavyo yeye anayaishi maisha ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Utakuwa na mimi kiongozi wa ibada Aidan Vivi mpaka pale tutakapofikia tamati. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Ni mara ya kwanza uliisikia wapi Singida Gospel? Kwa watumishi wa Mungu mbalimbali na waimbaji hapa Singida mjini. Okay. Mtazamaji anayekutazama hapa anatamani kufahamu majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Pastor Glory Chubwa, pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Glory ni mtu wa namna gani? Humble. Yeah, just humble. Na ni mtu pia ninaipenda sana kumtumikia Mungu. Yeah. Umezungumza vitu viwili, kwamba wewe ni mchungaji pia wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Unawezaje kuvimudu hivi vitu viwili kwa wakati mmoja? Si kwa nguvu zangu, lakini kwa uwezo wa Mungu, na kwa sababu Mungu amenipa hivyo vyote, so navifanya kwa utukufu wa Bwana. So kama naweza sana, lakini Mungu ananitia nguvu. Tunaona mabinti wengi wanaogopa kuwa mapastors kwa sababu wao wanaona kuwa mchungaji, hii naona inakuwa ni mzigo kwangu, na kuwa mchungaji mimi naona kama vile kuna vitu fulani najifunga. Hebu niambie wewe, ni kitu gani ambacho kilikushawishi uingie kwenye hii huduma ya uchungaji na ingali ukiwa binti? Mimi naweza nikasema ni wito. Mimi nasema ni wito kwa sababu nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa bado binti sana. So wengi wanakimbia kwa sababu wengine mtu anaingia kwenye huduma kama unajua, mtu anaweza akawa anatamani kitu au mtu anapenda kitu. Ni sawa na waimbaji. Mtu anapenda kuimba lakini sio talanta yake, ila ila anapenda. Lakini mimi ukizungumzia kwa habari ya kwa mtumishi wa Mungu, huo ni wito ambao uko ndani yangu. Kwa hiyo hivyo nasimama nao kikamilifu, na I have sacrificed myself to serve God. Kwa hiyo niko serious na kazi ya Mungu. Kwa hiyo kama kijana najivunia kuwa mtumishi wa Mungu. Lakini pia hata wao vijana wengine ambao wanaona changamoto wanatakiwa tu wasimame, kwa sababu kama kweli una wito lazima utasimama. Lakini pia wasiogope, challenges are there. Na changamoto zipo kutufunza. Kwa hiyo wanapokutana na changamoto wanatakiwa wawe stand firm, wawe strong, kwa sababu kwa mtumishi wa Mungu lazima wawe strong. Utakuja mambo mengi sana, lakini lazima usimame, mwambie Mungu nimeamua kukutumikia. Haijalishi litakuja jiwe la namna gani, lakini wewe simama na Mungu. Hata Yesu alipitia mambo mengi sana, lakini alisimama kwa ajili yetu. Sasa na sisi tunatakiwa watumishi wa Mungu tusimame vizuri ili tumwakilishe Yesu Kristo. Kwa sababu tusiposimama vizuri kama vijana ambao tumeamua kumtumikia Mungu, tunakuwa hatumwakilishi Yesu Kristo vizuri na hatumsemei Yesu Kristo vizuri. Na kwa wale wachache ambao zile changamoto za ujana zinawashika, ina maana wanashindwa kumwakilisha Yesu Kristo. Hata kama challenge ikija, unatubu, unaingia magotini, unamwambia Mungu naomba unipe kushinda, kwa sababu tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Hivyo mtazamaji anayetazama Singida Gospel anatamani kufahamu kwamba mchungaji Glory ana muda gani katika huduma hii ya uchungaji? Nina miaka 8. Katika miaka yako 8 hii yote, ni mambo gani magumu ambayo ulishawahi kuyapitia katika huduma hii ya uchungaji? Mambo ambayo nimepitia kwa kweli naweza nikasema sio magumu. Kama nilivyosema, changamoto zipo kutufunza. Nimepitia challenges tofauti kama mwanadamu, lakini Mungu amenishindia. Changamoto ya kwanza ni sio muongo, mimi nimepata changamoto sana, hasa kwenye swala la ndoa. Hilo limenipa wakati mgumu sana hata kwenye huduma. Hivyo, lakini ninachoamini one day nitasimama tena na nitasimama upya, kwa sababu mara nyingi sana watumishi wengi sana japo hawasemi, lakini humo ndani wanapitia mambo mengi sana. Lakini changamoto ya pili ni vile nimeanza kutumika nikiwa bado binti mdogo sana. At least now you can see me I'm matured, lakini nilianza nikiwa binti mdogo. Kwa hiyo zile calls za hapa na pale na nini, sometimes unajua mtu anaweza kukuchukulia kwa sababu mdogo na miili yetu anaona kweli ni mchungaji hivyo. Kwa hiyo
unakuta hata mwingine tu anakujaribu makusudi aone huyu mchungaji amesimamaje, lakini Mungu amenipa kushinda. Changamoto zaidi ya hapo sioni kwa kweli. Hivi vingine naweza nikasema ni vitu tu vidogo vidogo. Yeah. Okay, mturudi hapa kwenye changamoto ya ndoa ambayo mtumishi wa Mungu hapa ilimpata ambao anaipitia. Unaweza ukamwelezea mtazamaji anayetazama hapa Singida Gospel, na inaweza kuwa kuna changamoto ngumu unazozipitia hasa kwa upande huu ambao umezungumzia. Hebu tu still hapo kwenye ndoa. Hebu tuweke wazi kwenye ndoa hapo ni namna gani, ni mapito gani ambayo unayapitia hapo? Asante. Kwanza kabisa niseme, naweza nikasema kila jaribu linapokuja Mungu anakuwa na makusudi yake. By short, I was married na nilikaa kwenye ndoa almost 8 years. Na kila nilikuwa nikipata watoto wanafariki, unaweza kusema wanakufa kama 4 hivi. Sasa hilo lilinipa changamoto sana kwenye ndoa yangu. Lakini by the time nikatoka kwenye ile ndoa, ukiwa mchungaji bado? Nikiwa mchungaji ilibidi nitoke kwa sababu sasa hakunielewa, yani ilifika wakati hanielewi. Unajua we African tunajua mtu akikosa mtoto wakati mwingine ni yeye amependa, kumbe wakati mwingine ni mpango wa Mungu. So hakunielewa. By the time nikawa napitia changamoto sana, siwezi hata yani siwezi hata kufanya huduma. Yani ukienda kwenye huduma unawaza mambo ya ndoa na nini. Hivyo by the time nikaamua kweli kusema mambo ya divorce mtumishi wa Mungu sio vizuri. Lakini kwa sababu ilifika mahali sasa yeye anataka hivyo ili aendelee kupata watoto kwingine, ilibidi nisogee pembeni. Na nikasema hivi, kama Mungu aliniita kumtumikia, basi nitamtumikia. Yes. Baada ya hapo wewe hujapata changamoto yoyote katika huduma? For sure nimepata changamoto sana kwenye huduma sana. Lakini namshukuru Mungu mpaka sasa naendelea vizuri. By the time nadhani watu wengi sana wanashangaa, unajua Singida watu wengi wanajiuliza maswali ambayo hayana majibu. Kwamba mchungaji Gloria alidivorce, lakini wae mchungaji Gloria ana mtoto. Unajua hilo ni swali ambalo najua watu wengi sana wanatamani kusikia kutoka kwangu na sijawahi kusema. Kwamba mimi baada ya kudivorce nilipata fiancé, lakini pia hapo katika harakati za uchumba na nini nikapata mtoto before marriage. Yes, nilipata mtoto before marriage. Na kweli unajua wazi ni mzuri, sije mkashangaa sana ni mchungaji, lakini nilirudi kundini, nikatengeneza na Mungu, nikatubu kwenye madhabahu yangu ya KKT, lakini pia nikatubu mbele za Mungu. Lakini pia hata kwa watazamaji wale mafans wangu, najua hichi kitu wengi wanatamani kujua. Ni kweli naweza hata wale wafuasi wangu wengi nitakuwa niliwakwaza kwa namna moja ama nyingine kwa kile kitu kilichotokea. Lakini naweza nikasema kwamba nikipekee ninachomshukuru, kwanza mimi namshangaa Mungu. Mimi naona kama ni muujiza, kwa sababu ndoto ya kupata mtoto, kila mtu mimi nilipopata mtoto actually kwa mkoa huu wa Singida, kila mtu alikuwa anashangaa, anasema Pastor Gloria ana mtoto, Pastor Gloria ana mtoto. Kila mtu alikuwa anashangaa kwa sababu alishazoea kwamba watoto wanakufa. Sasa nilichokuja kumshangaa Mungu, na mpaka leo namshangaa Mungu kwamba mimi nimekaa miaka kadhaa kwenye ndoa na sijapata mtoto. Leo nimekuja kutoka kidogo tu na kupata mtoto. So mimi nilikuwa naomba sana wapendwa wangu, watumishi wenzangu, mbele ya hii media yetu ya Singida. Najua nilikosea sana. Watu wengi sana wananiambia, Pastor, kwa nini ulifanya hivyo? Ila naombeni mnisamee. Lakini pia si hivyo tu, muendelee pia kuniombea ili basi niendelee kusimama, kwa sababu nishatengeneza na nimeshasimama, ili nisimame na Mungu basi atengeneze mambo mengine yakae sawa. Hivyo. Kwa hiyo I ask for forgiveness. You guys, naomba mnisamee sana kwa kitu ambacho kilitokea. Lakini naamini Mungu wa mbinguni nilishatengeneza naye, lakini na watu wote ambao ni wafuasi wangu naombeni mnisamee sana. Najua nilikosea, niliwa disappoint sana, unajua watu niliwa disappoint, lakini naamini kabisa Mungu ameamua kunipa baraka ya mtoto kwa muujiza sana kwangu. Kwa hiyo
haitajirudia. Tuendelee kumtumikia Mungu. Na wale watu ambao walikuwa wananiamini sana, naomba muendelee kuniamini. Yaani mtu ukishakosea ndo unajifunza kutokana na makosa. Hivyo. Okay. Pole kwa hiyo changamoto, na pia kwa binti anayekutazama au mama anayekutazama, kwa kupitia changamoto hizi ambazo umezipata hapa na hatimaye umepata pia baraka hiyo ukiwa kwenye mchakato, una jambo gani la kumwambia? Yes, kuna kitu anaweza kuwa anahisi, je, hii ni sawa au sio sawa, lakini wewe kama mchungaji kuna funzo gani au kuna somo gani unataka ulitoe katika hilo? Asante. Kwanza, kitu cha kwanza tukizungumzia habari ya ndoa, watu wengi sana wanafunga ndoa kwa mihemko. Yaani kwamba mtu mmekutana huko hujamjua vizuri, kwa sababu kama ni mwanaume labda umemwona mwanamke labda umempenda jinsi alivyo, hujakaa umuombe Mungu, unakurupuka hivyo. Lakini pia kwa mwanamke pia ni hivyo. Tukao angalia huyu mwanaume kweli ni Mungu ananipa au sio? Kwa sababu mimi ninachokiamini, kama kweli mwanaume ni wako na umepewa na Mungu, hata stay na wewe kwenye changamoto zozote zile na hataweza kukimbia. Lakini kama sio wako, hataenda. Kwa sababu tunaenda ile haraka, bwana mimi nataka nifunge ndoa, au ile sifa ile. Sasa kwa vijana tunatakiwa watulie sana uweponi mwa Mungu, kwa sababu ndoa za sasa hivi zimekuwa ni changamoto na shetani amejinua sana kwenye ndoa. Kwa hiyo yani usiseme kwamba mimi wanatumia ejigo bwana, ngoja tu nikipata mtu yoyote mimi niolewe ili maisha yaweze kwenda. Hapana. Yani katika maisha, yani ukikosea kuoa au kuolewa, yani umekosea kitu kikubwa sana. Yani ni kitu ambacho mtumishi, yani ukikosea kuoa kuolewa, yani umekosea kitu ambacho yani rest of your life maisha yako yanaweza kuharibika. Usiposimama vizuri unaweza ukayumba sana. So mimi nawashauri vijana kwamba take time. Kwanza msome mtu, ingia uweponi mwa Mungu. Sio ile kusema tu mimi naomba hii, omba deeply. Unajua Mungu wetu sisi ni mwaminifu sana. Yaani ukikaa kabisa uweponi mwa Mungu, unaomba, unazungumza na Mungu, Mungu hawezi kuacha kukujibu. Lazima Mungu atakujibu tu. Haijalishi atakujibu kwa wakati gani, lakini atakujibu. Kama ni wako atakuja, atakaa. Lakini wakati mwingine si hivyo tu. Wakati mwingine sisi wenyewe tumekuwa ni chanzo pia cha changamoto. Unakuta mwanaume kweli ni wako, umepewa na Mungu, lakini mwanaume alikuwa na tamaa fulani. Unakuta mwanamke pia hivyo ana tamaa. Sasa leo hii wanasema wanawake ni jeshi kubwa, waombe wanaume zao. Lakini hata wanaume, yani mwanaume ukisimama kweli umesimama imara, mwanaume ni taifa kubwa, unaombea familia yako. Wanaume wengi sasa hivi wamejisahau sana, wanaachia yani mizigo yote. Ndio maana wanaume siku hizo wanakuwa wanalalamika sana, wanakuwa wanaumizwa sana, na kwa sababu kwamba wanaume wamejisahau kukaa uweponi mwa Mungu. Wanajua kwamba kukaa uweponi mwa Mungu ni kazi ya wanawake. Na ndio maana hata ukienda kwenye makanisa, japo wanasema kinaniu kwamba kitakwimu kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume, lakini wanaume wengi wamejisahau kusali, wamemsahau Mungu, wamesahau ibada. Na ndio maana wanaume wengi yani mara nyingi sasa hivi hawaeleweki. Wanaume wanakufa ovyo kwa sababu yani maisha yao hayaeleweki, wameshindwa kukaa uweponi mwa Mungu. Sasa ifike mahali mwanaume usimame kwa nafasi yako, wewe kijana wa kiume usimame kwa nafasi yako, kijana wa kike usimame kwa nafasi yako, ufanye kile ambacho Mungu anakupasa kufanya. Lakini tumkumbuke sana huyu Mungu. Kama ukiangalia kwamba sasa hivi dunia imebadilika, yani kama nyakati za mwisho zilizokuwa zinazungumziwa, sasa nyakati za mwisho ndo hizi. Lazima change, lazima tumsave, yani lazima yani tunatakiwa tumwabudu huyu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu you never know, yani maisha yamebadilika. Unaweza kuwa unatembea, zamani watu walikuwa wanashangaa kusikia vifo, unajua, lakini sasa hivi unaweza kuwa tu una move tayari unadondoka, unakufuata, unasema imekuwa ghafla. Kumbe Mungu labda kaamua kukuondoa, labda anatamani utengeneze lakini umegoma kutengeneza. Maisha yamebadilika na ni nyakati za mwisho. Sasa wakati wowote, yani nyakati hizi zinazoonesha wakati wote mwisho wa dunia unaweza kufika, Yesu huyu hapa amefika. Wewe utajikuta uko wapi? Kwa lazima tusimame, tumuombe Mungu kweli kweli. Majanga ni mengi, magonjwa ni mengi, lazima tusimame na Mungu ili Mungu mwenyewe atusaidie, ili Mungu mwenyewe atupe nguvu.
Lakini sio usimame tu wewe yani kwa akili zako, hapana. Lazima umshirikishe Mungu. Alafu leo vijana wengi sana umetanguliza maisha binafsi mbele kuliko Mungu. Lazima tumtangulize Mungu. Unakuta kijana yuko kanisani lakini yuko tu kwa sababu ni praise team, yuko kanisani kwa sababu labda ni mpiga gitaa, yuko kanisani kwa sababu labda ni katibu wa kanisa, ila hamaanishi. Na ndio maana leo makanisani unakuta tunakuwa tuna vijana, yani kanisani wapo lakini huko nje ni vijana wa hovyo sana. Kwa hiyo lazima ifike mahali vijana watamani kuwa karibu na huyu Mungu. Sio kumuigizia tu mchungaji wako kwamba mchungaji Glory, mimi niko 1 2 3, mchungaji Glory, mimi niko 1 2 3, kumbe mambo yako ni ya ovyo. Haya mpendezi kabisa Mungu. Lazima ifike mahali tutamani kubadilika, tutamani kuwa karibu na huyu Mungu. Na usitamani sana kuingia kwenye mitihani ambayo sio ya lazima. Kuna mitihani mingine unaweza kaingia sio ya lazima, lakini Mungu mwenyewe anatosha na anaweza kutusaidia. Amina. Huyo ni mchungaji Glory na tunaendelea na interview za Singida Gospel na tupo na wadhamini wa kipindi hiki kama mnavyoona. Pia ni muhimu zaidi kuwazingatia wadhamini wetu katika vipindi hivi. Mchungaji Glory, mara ya mwisho kuimba kama mwimbaji ilikuwa ni lini? Ilikuwa ni this Sunday, Jumapili iliyopita hii nimeperform juzi yani. Yeah. Jumapili iliyopita. Na nyimbo ambayo uliimba siku hiyo ilikuwa nyimbo gani? Au ujumbe wake unasemaje? Pale pale, nitabaki pale pale. Utabaki? Tabaki pale pale. Hebu tuelezee tu wimbo una maana ipi? Huu wimbo bwana unamaanisha hivi kwamba yani kwenye maisha haijalishi utapitia kwenye kipindi gani, kiwe kigumu kiwe chepesi, lakini lazima ubaki pale pale. Yani usikubali kutoka nje ya uwepo wa Mungu. Lazima upambane ubaki pale pale kwenye uwepo wa Mungu. Lazima upambane ubaki kwenye kusudi la Mungu alilokutia. Yes, haijalishi yani kuna changamoto gani. Kuna mtu anaweza kusema Mungu wangu, mimi sasa hivi nitamtumikiaje Mungu? Labda nina maisha magumu, labda na changamoto 1 2 3, lakini unatakiwa ubaki kwenye uwepo wa Mungu. Uje mlima mrefu kiasi gani, lakini lazima umwambie Mungu nitabaki hapa. Yani haijalishi ila ni hapa. Na ndio maana ule wimbo niliuita pale pale. Kwamba yani haijalishi ni changamoto gani, lakini lazima nibaki pale pale kwenye kusudi la Mungu aliloniitia. Kwa sababu ukiwa unamtumikia Mungu kuna mahali anatamani ufike. Kuna mahali anatamani kukupeleka. Sasa ili ufike kule, lazima mwisho wa siku baki kwenye kusudi la nani? Kwenye kusudi la Mungu. Amina. Umeshatoa album ngapi? Na album 2. Album 2. Na hizo zote zimeshafanywa video au bado? Nimefanya videos album 1 na najiandaa this year ninafanya album nyingine. Videos na mapokeo ya album yako yakoje? Mapokeo ni mazuri sana kwa kweli, na enjoy. Mapokeo ni mazuri na nyimbo zangu zimeenda viral sana, namshukuru Mungu. Kwenye platform zangu zote nyimbo zangu zinafanya vizuri. Hivi karibuni mchungaji umekuwa ni mtu adimu sana, umekuwa ni mtu ambaye haupatikani, na tulikuwa tunasikia tu kwamba mchungaji hayupo. Kwa huyu mtazamaji anayetazama Singida Gospel na ambaye hajakuona siku nyingi, hebu unaweza kumwambia ulikuwa wapi? Kwa sababu Tanzania ulikuwa patikani, wapi ulikuwa patikani? Hebu tuambie hii ilikuwaje? Mtumishi umefika mbali. Tunataka kufahamu. Mimi sikuwepo Tanzania by the way time, nilikuwa Marekani. Marekani kulikuwa kuna issue gani? Unajua sisi Wanyaturu huko tunapendaka sana kufahamu kilichompeleka mtu kule kilikuwa ni kitu gani. Mchungaji unaweza kutuelezea? Kwa maana Marekani uwezo ukatoka tu na Marekani au labda ulienda kupumzika? No, mimi Marekani I have partnership. Nina friendly kule wa siku nyingi sana ambao pia tunafanya nao kazi, ambao pia tuna projects zetu ambazo zinakuja mbele. Kwa wale watu waliniita na purpose ya kuniita, waliniita kama mchungaji lakini pia kama mwimbaji. Nilienda kuhudumu kwa njia ya uimbaji Marekani. Yes.
Hebu tuambie ulipokuwa kule Marekani na ulikuwa ukifanya huduma. Hebu mapokezi ya watu wa kule. Yaani huduma yako ulikuwa unaifanya vipi? Kwa sababu tunajua sisi Waswahili huko tukiwa tunahudumu ni tofauti na kule. Hebu unaweza ukatuelezea mimi pamoja na mtazamaji wa Singida Gospel. Ya, kwa kweli watu wa kule sio kama huku, yani kwamba ukimwona mtu amesimama anapiga yale makelele amen sio nini, ndio unaona kama mtu amebarikiwa. Lakini wale watu wa kule wametulia, ila mapokezi yake ni mazuri, utaona tu zile tabasamu. Kwa kweli mimi nimepokelewa vizuri sana Marekani, na soon pia nitakuwa Marekani. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimepata kibali, na hivyo sijui nisemeje, ila namshukuru sana Mungu kwa kweli amenionekania nilivyokuwa Marekani. Ninaimba nyimbo zangu za Kiswahili hawaelewi, lakini bwana watu walikuwa wanaenjoy. Nikaja nikaitwa kwenye function moja, ilikuwa ni Christmas. Unajua wenzetu wanavyosherehekea Christmas last year wanasherehekea tofauti sana na sisi tunavyosherehekea huku TZ. Yaani nilivyoitwa bwana, nilienjoy sana. Unajua kuimba mbele ya trumpets nini, nilienjoy kuona watu wale wanaopiga nani drums nini, yani muziki wa kila aina. Sasa nikapata nafasi pale ya kuimba, wakapokea nyimbo zangu vizuri. Hivyo kwa namshukuru Mungu sana sana sana. Na wewe ambaye uko hapo, unajua wakati mwingine mtu anaweza akasema, "Hey, kwa nini Gloria anapata nafasi za nje na nini?" Kaa kwenye kusudi la Mungu. Yaani lazima Mungu atakuvusha. Na kama Mungu amekuita, haijalishi. Unajua wanadamu wanatuangalia kwa tofauti sana. Asi wazao wa Singida, yule Glory yule, tunamuona kabisa yule si amezaliwa Singida tu hapa Kibaoni. Lakini ukikaa kwenye kusudi la Mungu, lazima Mungu atakutendea makubwa. Hata kama inafika wakati watumishi sisi wakati mwingine pia tunakosea, lakini ukibaki kwenye kusudi la Mungu, lazima Mungu atasimama na wewe. Yes. Amina, kuna namna ambavyo mkoa wetu wa Singida unawapokea waimbaji, hasa hizi studio ambazo tunazitumia kwa ajili ya kurekodi nyimbo zetu. Wewe asilimia kubwa unatumia studio gani kwa ajili ya kurekodi nyimbo zako? Ya, mimi asilimia kubwa toka nimeanza kuimba natumia studio ya Cornelio. Ya, na ni mtu ambaye kwa kweli ananifanyaga kazi zangu vizuri. Mimi naweza watu, unajua lazima trust your home. Yani wanasema trust your home. Yani mkataa kwao siku zote ni mtumwa. Yani unakuwa mtumwa kwamba yani huamini kabisa kazi ya nyumbani kwako. Yani watu inafika wakati mtu anasema naenda kufanya kazi zangu sijui Dar es Salaam sijui wapi. Mimi nakaa sana Dar es Salaam. Naenda kufanya kazi zangu Dar es Salaam sijui wapi. Zitafanya vizuri. Huku unaona sijui sifanye vizuri sijui nini hivyo. Lakini nikwambie, trust the process. Hawa ambao tunaona leo kina Cornelio labda hawako vile viwango, kuna wakati Mungu atawafikisha vile viwango. Na ninaamini kwamba tukiamini kazi zetu za nyumbani, tukawakilisha mkoa wetu vizuri, hata watu watatoka mikoa mingine watakuja Singida. Lakini tumekuwa ni watu ambao mimi naamini nyumbani. Mimi na promise na producer wangu call ya kufanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo yani niko radhi nitoke wapi, lakini je nifanye kazi wapi? Nyumbani. Hasa nisipo support wa nyumbani kwangu, nani atawasupport? Kwa mimi ninachotaka kuwasaidia labda watu au waimbaji wa Singida wa trust the process. Ukifahamika nyumbani kwenu ni vizuri hata kufahamika nje. Lazima kwanza nyumbani ujiaminishe nyumbani kwamba mimi nyumbani kwetu bwana mimi ni mtumishi. Na ndio maana mimi leo naweza nikaenda mkoa wote na ninafanya huduma vizuri tu kwa sababu I trust the process. Yani process yangu ilianzia Singida. Na wakati ikifika sana nasema labda naenda kufanya kazi studio fulani, lakini haimaanishi kwamba Colin ni mwache yani. Unajua kuna zile baraka za rohoni lakini na baraka za mwilini, kwamba una pesa yako sasa unataka kufanya album, fanyia nyumbani, muaminishe yule producer wako, mwambie bwana mimi nafanyia hii kazi kwako na ninaamini kazi yangu itakuwa nzuri. Yani ukimwamini yule na wewe ukaiamini kazi yako, mimi naamini, kwa sababu mimi sijawahi kufanya kazi studio nyingine zaidi ya Koli. By the way, nyimbo zangu 90%, lakini
na zinaenda sehemu, zinaenda viral na Mungu ananisaidia na nitafanya kazi kwa koli na sina mpango wa kubadilisha studio by the time. Yani hivyo. Kwa hiyo kama mtu anasema sijui nenda kafanye wapi, kama Mungu ameamua kukuinua, haijalishi utaimbia wapi, lakini Mungu atakuinua kutoka pale pale. Mimi uimbaji umenipeleka viral sana, lakini ni kutoka wapi? Kutoka kwa huyo Cornelio. Kwa hiyo nitakaa hapo, nitabaki pale pale. Wakati mwingine ninachoamini kwamba yamkini labda kupitia studio koli kuna kusudi la Mungu. Kuna kusudi la Mungu. Yes. Ni kwaya gani unaikubali sana? Hapa kwaya mbili tunitajie katika mkoa wetu wa Singida. VGC. KKT Emmanuel pale kwaya vijana. Lakini pia nakubali sana kwaya Unabii pale Anglican. Wako vizuri sana wale watu. Mpaka unaikubali kwaya, kuna vigezo gani ambavyo umevizingatia ambavyo wengine hawana? Yani kwamba ukiangalia VGC ni watu ambao wanajituma sana. Watu wanajituma, wanakubali kazi yao. Lakini pia Unabii ni watu wa siku nyingi wale, lakini wanaikubali kazi yao. Yani mimi napenda mtu, unajua hizi kwaya mara nyingi sasa hivi wengi hawaziamini sana kazi zao. Yani mtu anafanya tu lakini haiamini kazi yake. Mtu akisimama stage unaona kabisa huyu mbona anafanya lakini yani hajiamini yeye mwenyewe. Sasa unajua mtu kama wewe mwenyewe hujiamini kweli, watu wengine watakuamini kweli. Kwa sababu nawapenda kwa sababu wanajiamini, lakini pia hata viongozi wao wamesimama. Yani nikiangalia kwa mfano VGC pale KKT Msalaba Mrefu, kimzungumzia mwenyekiti wao yuko very strong and powerful. Kwa hiyo ndio hivyo. Asante sana. Tumtegemee Glory au Pastor Glory wa miaka miwili atakuwa ni mtumishi wa aina gani? Ikiwa sambamba na malengo yake. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya miaka miwili, Glory unayemwona leo atakuwa ni mtu tofauti sana. Atakuwa ni mchungaji ambaye ameenda viral kimataifa, lakini ni mwimbaji ambaye ameenda viral kimataifa. Lakini si hivyo tu, nitakuwa na foundations zangu na projects zangu ambazo naamini kabisa watu wa mkoa wa Singida kwa utukufu wa Bwana Yesu, kuna wengine watanufaika, kuna vijana watapata ajira, kuna vijana watainuliwa, kuna vijana watabarikiwa. So nitegemee kwa namna tofauti. Sio tu baada ya miaka miwili, yani from now, yani ukiniona, yani unaona kama umeona kitu kikubwa, yani umeona mtumishi wa Bwana ambaye ana mafuta na upako wa tofauti. Hivyo. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana mtazamaji unayetazama Singida Gospel, na ni katika interview za Singida Gospel na tunaelekea mwisho. Kuna jambo gani ambalo wewe unatamani kuambia wana Singida na watu wote wanaofuatilia Singida Gospel? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi napenda niwaambie mambo matatu. Jambo la kwanza, wampende sana Mungu. Kwenye hilo leo jambo la kumpenda Mungu, wamtumikie sana Mungu. Lakini pia katika kumtumikia Mungu wawe wavumilivu sana. Maana kuna changamoto nyingi sana ambazo wanaweza kukutana nazo kwenye huduma, iwe ya uimbaji, iwe ya uchungaji, huduma yote ile na changamoto. Lakini jambo la pili, vijana kwa watu wazima wajaribu kusimama na kujituma. Unajua watu wengine siku hizo wanajisahau. Mtu anajiita mlokole, anasema Mungu ambariki, akiamka anaamka kwanza saa 3. Unajua wenzetu nje ya nchi, mimi nimeenda sio Marekani, mimi nimeenda nchi kadhaa. Yaani wenzetu bwana wana muda wa kulala, yani so muda wote wanalala. Mtu anaamka saa 3, anaamka saa 4. Alafu anasema kwamba Mungu hajanibariki. Ninachotaka kusema waache uvivu. Waache uvivu, watu waache uvivu, wafanye kazi. Watu wafanye kazi, waache uzembe. Hilo ndio jambo langu la kwanza. Vijana wasimame, maana vijana sasa hivi wengi wamekuwa wazembe. Wana majina yale wanaoitwa ambao sio mazuri. Kijana wa Kikristo usikubali kuitwa hilo jina. Nadhani unajua. Nikiongea hivyo najua vijana wa Kikristo msikubali kuitwa majina. Simameni, fanyeni kazi ya Mungu. Jambo la mwisho kabisa, binafsi naipenda Singida. Tuipende Singida, tupende cha kwetu. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Unaniruhusu nikuulize swali la mwisho? Karibu. Mtazamaji anatazama Singida Gospel pia wanatamani kufahamu kitu kimoja, kwamba harusi ya mchungaji Glory itakuwa lini?
Asante. Harusi yangu itakuwa ni mwaka huu mwezi wa 10. Yes. Wapi tutafanyia Dar, Marekani au hapa? Tutafanyia nyumbani, yani hapa. Yes. Bwana harusi tunaye na tunatamba naye. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Yes. Lakini pia jambo la mwisho, nitakuwa na uzinduzi wa album yangu this year, itakuwa ni mwezi wa 6. Bado tunatafuta location na nini, nikiwa na mdhamini wangu mkubwa sana wa Singida Cornelio. Kwa hiyo usisite kunisupport kwa namna moja ama nyingine. Sema Cornelio, sema Share Records. Share Records. Kwa hiyo tutashirikiana na Share Records. Kwa karibuni sana. Mtu akitaka kukupata na kupataje? Okay, ukiingia YouTube au platforms zote napatikana. YouTube, Instagram, TikTok, Audiomack, Spotify, napatikana kwa jina la Glory Chubwa. Okay. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nafikiri mmeshapata majibu yenu, na asante pia kwa kushiriki katika interview za Singida Gospel, na tunategemea makubwa kutoka kwako, na zaidi ya yote mtazamaji wa Singida Gospel pia amebarikiwa na kipindi hiki. Kwa hiyo wakati mwingine tena karibu. Asante sana, na mimi pia nikushukuru mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana pamoja na timu yako nzima. Mmekuwa ni watu wema. Unajua kwa Singida hapa mimi naona ni kitu ambacho ndo kimeanza, unajua Kwa hiyo mimi nawatia moyo, msikate tamaa, msichoke, simameni na Mungu. Lakini pia as a pastor sasa, yani as a pastor, I will do it something for you to support your job. Kwa hiyo nitahakikisha kuna basha fulani hivi kwa muda fulani hivi ambao nitakupa pia ili uweze kuendelea kusupport ofisi yako. Kwa hiyo usikate tamaa, simama na Mungu. Amina. Alikuwa ni mahojiano rasmi pamoja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Glory, na nikusii tu kwamba kama hujasubscribe channel yetu hapa YouTube, andika Singida Gospel alafu bonyeza kile kikengele ndindilini, utakuwa tayari upo live kwa kila kinachoendelea Singida Gospel. Pia Instagram andika Singida Gospel TZ, Facebook pia Singida Gospel TZ. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ni mimi kiongozi wa ibada, na nyuma ya kamera yupo mtaalamu wa hivi vitu vyote vya Singida Gospel, anaitwa Mr. Patson au unaweza kuita Kremo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuonane tena wakati mwingine.